Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa akimshinikiza vikali katika kujaribu kupata suluhu ya vita vya karibu miaka minne, akisema ni jukumu la Kiev kuhakikisha mazungumzo hayo yanafanikiwa. Zelensky katika mahojiano na tovuti ya Marekani ya Axios yaliyochapishwa Jumanne pia alisema mpango wote unaoitaka Ukraine kutoa eneo ambalo Urusi haijaliteka katika eneo la mashariki mwa Donbas utakataliwa na wa Ukraine ikiwa utapigiwa kura ya maoni. Axios alimnukuu Zelensky akisema sio haki Trump kuendelea kutoa wito hadharani kwa Ukraine wala si Urusi kufanya makubaliano katika kujadili masharti ya mpango wa amani. Anasema natumaini mbinu zake tu na sio uamuzi. Axios alimnukuu Zelensky alisema katika mahojiano hayo yaliyofanywa na simu wakati wa upatanishi wa Urusi, Ukraine na Marekani walipokuwa wakizungumza mjini Geneva. Trump amependekeza mara mbili katika siku za hivi karibuni kwamba ilikuwa ni jukumu la Ukraine na Zelensky kuchukua hatua ili kuhakikisha mazungumzo hayo yanafanikiwa. Anasema ni vyema kwa Ukraine ije katika meza ya mazungumzo haraka. Hayo ndio ninayokuambia, Trump aliwaambia waandishi wa habari ndani ya Air Force One siku ya Jumatatu. Na nchi ya Peru imejikuta tena kwenye msukosuko wa kisiasa baada ya rais aliyeko madarakani kuondolewa na bunge akiwa amehudumu kwa miezi minne ya muhula wake. Rais wa saba wa Peru katika muongo mmoja, Jose Jerry, alipigiwa kura na wengi kumuondoa madarakani kutokana na tuhuma za kufanya mikutano isiyojulikana na mfanyabiashara wa China na uteuzi usio wa kawaida wa wanawake kadhaa katika nyadhifa za kiserikali. Jerry mwenye umri wa miaka 39 alikuwa kiongozi mkuu wa bunge Julai mwaka jana na alikuwa mrithi wa pili baada ya kuondolewa madarakani kwa Boluarte, lakini kipindi chake cha uongozi kiligubikwa haraka na utata. Kilichojulikana zaidi kilikuwa kuhusu mikutano ya siri na mfanyabiashara wa China Zihua Yang ambaye anamiliki maduka, mkataba wa nishati na tayari alikuwa chini ya uangalizi wa serikali. Jerry alirekodiwa akiwa amevaa fulana yenye kufunika kichwa alipokuwa akikutana na Yang katika mgahawa wa Kichina katika kashfa ambayo ilipata jina la Chiefgate lililotokana na jina la migahawa ya Kichina. Jerry aliomba radhi baada ya mkutano huo na kusema kwamba hakuna kosa lilofanyika. Licha hayo, hakuweza kupambana na shinikizo la kisiasa linaloongezeka huku uchaguzi ujao wa rais ukikaribia na wanasiasa wakilenga kupata uungwaji mkono miongoni mwa watu waliokuwa wamekusanyika. Jerry amekuwa rais wa tatu mfululizo kuondolewa madarakani baada ya kuchukua nafasi ya kiongozi wa zamani Dina Boluarte ambaye aliondolewa madarakani Oktoba mwaka jana kwa madai ya ufisadi na kuwa na uhusiano na makundi yanayotekeleza uhalifu wa kupangwa. Bunge litamchagua kiongozi wake mpya Jumatano ya leo ambaye atakuwa rais wa mpito wa nchi hiyo. Mwisho rubaa za kimataifa kutoka Russian Radio. Mimi ni Theophane Ngito.